Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele. Mpendwa, karibu katika siku ya 13 kati ya siku 26 za kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Daraja letu akiwa ni Kristo mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ya mafundisho yake, kazi, ishara, miujiza na maisha yote ya Kristo aliyoyafanya. Mpendwa katika Bwana, tunayatumia hayo ili kuweza kujenga daraja letu kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Maana maandiko yanasema yote maandiko yalikuwa yakimshuhudia Kristo Yesu. Sasa tunatakiwa tujenge daraja ili tuweze kumwona Yesu Kristo katika Agano la Kale na namna ambavyo fundisho lake lilikuwa ni nini na kusudi la Mungu juu ya Kristo lilikuwa ni nini. Tunatumia mambo hayo ili tuweze kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Basi na siku ya leo ikiwa ni siku ya 13 kati ya siku 26 za kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya, tunakwenda kujifunza kwa habari ya siri ya Mungu. Vipi? Katika Agano la Kale ilikuwa vipi? Katika Agano Jipya iko vipi? Je, bado kuna siri ya Mungu? Katika Agano la Kale, je, vipi? Kulikuwa na siri ya Mungu? Mpendwa katika Bwana, haya yote tutakwenda kujifunza. Na kitabu chetu cha siku ya leo ni kitabu cha Mathayo, ile sura ya 13 kuanzia mstari wa 10 mpaka ule wa 17. Mpendwa katika Bwana, hapa tunaanza kumwona Yesu Kristo kuanzia mstari wa kwanza akiwa anawafundisha wanafunzi, akiwa anawafundisha watu kwa habari ya mfano. Anatumia mfano wa mpanzi kuelezea namna ambavyo mpanzi alichukua mbegu zake akaenda kupanda. Baada ya kupanda, zingine zikaangukia kwenye miba, zingine zikaanguka katika udongo mzuri, zingine zikaanguka katika mwamba na zingine zikaanguka katika njia. Sasa akaeleza na matukio yake na namna yote iliyotokea. Sasa mstari wa 10 ndipo pale wanafunzi wake wakaanza kumuuliza. Anasema, wakaja wanafunzi wakamwambia, "Kwa nini wasema nao kwa mifano?" Wakamuuliza Yesu Kristo, "Kwa nini unazungumza na hawa watu kwa mifano?" Yesu akajibu akawaambia, "Ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa." Mpendwa, sikia hiyo kauli. Yesu Kristo anawaambia, ninyi wanafunzi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wao hawakujaliwa. Wapi ambapo hawakujaliwa? Ni wakati gani ambao hawakujaliwa? Kwa nini hawakujaliwa? Mpendwa, na hapa ndio maswali yote haya ndio yanayotengeneza, ndio yanayotufanya tuweze kujifunza, tuweze kujua kwa habari ya siri za Mungu, tuweze kujua muunganiko kati ya awali lakini na sasa. Maana yake Yesu Kristo anatumia neno, akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. At that time, kwa wakati wao hawakujaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Ni wapi yanaponena maandiko haya kwamba hawakujaliwa siri za ufalme wa mbinguni? Ndipo tunarudi katika Agano la Kale, kwa sababu Kristo yuko kwenye the current time, lakini hapa anaeleza, ana address kitu cha zamani. Sasa twende tukaangalie ni kitabu gani. Kitabu chenyewe ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 29 na mstari wa 29. Anasema, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Mpendwa, tazama hapa anasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29, hapa Musa akiwa anaongea na wale vijana waliovuka lile jangwa, sasa wanajiandaa kwa ajili ya kuvukia Yordani na kuingia nchi ya Kanaani. Anawahusia yale mambo yote. Anawaambia mambo ya siri yote ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yote yaliyofunuliwa ambayo yamewekwa wazi ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tupate kuifanya mambo yote ya sheria, ili tuweze kuifanya sheria yote hii. Ni mambo yote yaliyofunuliwa. Sasa mpendwa katika Bwana, katika Agano la Kale ndio ulikuwa mfumo, ndio ilikuwa namna. Hata Musa alikuwa na siri katika Mungu. Musa naye hakuona utukufu katika Mungu kama ambao unaoona wewe. Elia hakuona utukufu wa Mungu kama unaoona wewe. Mpendwa, ninakwambia mambo haya kwa sababu ya maandiko yanavyonena yenyewe. Yesu Kristo hapa anasema, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wao hawakujaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni kama nyinyi ambavyo mmeona utukufu wenyewe. Hicho kitu hawakujaliwa. Ndio maana anasema nao kwa mifano. Mpendwa, hiyo ilikuwa ni katika Agano la Kale. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wao, lakini mambo yaliyofunuliwa ni ya kwao wao na watoto wao. Sasa je, katika Agano Jipya imekaaje? Bado siri ya Mungu bado ipo. Je, siri ya Mungu imekaa katika mfumo upi?
Ndipo tunakwenda kujifunza hapo. Twende tukaendelee na Mathayo 13 na ule mstari kuanzia wa 12 na kuendelea. Anasema kwamba kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. 13. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Kwa nini? Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona. Hii ni Isaya 6 mstari wa 9 mpaka 10 kule, kasome vizuri. 11, 12 pale kasome. Anasema, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao yamefumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Wakaenda katika mitazamo yao na mambo yao wenyewe, alafu wakaongoka nikawaponya. Ndio maana ninasema nao kwa mifano, ninasema nao kwa mifano ili waweze kuelewa katika mfumo wa kiungu. Ndio maana mambo ya siri yalikuwa ni ya Bwana Mungu, na mambo yaliyofunuliwa yalikuwa ni ya wale watu wote. 16 anasema hivi, lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona, lakini mmebarikiwa macho yenu yanaona na masikio yenu kuwa yanasikia. Ninyi mmebarikiwa. Wale hawakubarikiwa kuzijua hizo siri, lakini ninyi mmebarikiwa kwa sababu macho yenu yanaona, lakini na masikio yenu yanasikia. Yanasikia nini? Anasema, kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona myaonayo ninyi wasiyaone, na kuyasikia myasikiayo ninyi wasiyasikie. Anasema, kwa maana manabii wengi na wenye haki wote wengi walitamani kuyasikia tunayoyasikia sisi, mimi na wewe, wasiyasikie. Walitamani kuyaona tunayoyaona mimi na wewe, wasiyaone. Amina. Lakini sisi tumejaliwa kuzisikia. Ndio maana Kristo anasema tumebarikiwa sisi ambao tumejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, ambao tumejaliwa kutazama na kuona. Mpendo, haya maneno yako vipi? Sasa akiwa anamaanisha nini? Kumbuka, siri ya ufalme wa mbinguni sisi kwetu iko wazi. Katika ule mstari wa 11 anazungumza hivyo kwamba akajibu akamwambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa hiyo wao hawakujaliwa kuijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini mimi na wewe tumejaliwa kuijua siri ya ufalme wa mbinguni. Tumejaliwa kuzijua zile siri zote za ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni ukiwa na maana gani? Ufalme wa mbinguni ukiwa na namna gani? Mpendo, Yesu Kristo amewahi kuambia wanafunzi wake kwa habari ya Roho Mtakatifu atakuja kufanya nini. Anasema, huyo Roho wa kweli nitakapomtuma, akija kwenu, atakaa kwenu, atawafundisha na kuwatia kwenye kweli yote. Kwa hiyo kuna kweli yote, kuna ile kweli yote ya uungu, siri yote ya kiungu imekaa. Lakini katika jambo gani? Katika jambo moja tu la kumwamini Kristo Yesu, unaijua siri yote ya ufalme wa mbinguni. Mpendo, katika kitabu cha Wakolosai 2:2 anazungumza jambo hilo. Anasema kwamba ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika. Kumbuka, sikiliza mpendo, utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Kwa hiyo Kristo ndiyo siri ya Mungu. Ukitaka kujua ule uungu wote, mambo yote ya siri, muamini Kristo, ndipo utajua siri ya Mungu ipo katika Kristo Yesu. Mstari wa 8 na 9 anasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kulikuwa na mafundisho ya awali ya ulimwengu, lakini yalikuwa ni mafundisho ambayo yamekaa katika ule mfumo mzuri kabisa, lakini yalikuwa sio ya Kristo. Kwa kuna mafundisho ambayo ni ya Kristo. Kwa katika mafundisho ya Kristo ni kitu kipya kabisa. Ni kitu kipya kabisa ambacho kinadhaliwa. Ni kitu kinafundisha upya tena katika siri ya Mungu, katika kumwendea siri ya Mungu. Tukumbuke mafundisho ya awali juu ya siri ya Mungu yanasema hivi, mambo yote yaliyo sirini ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi na watoto wetu milele. Anazungumza hilo jambo Musa katika ile Kutoka 29, Kumbukumbu 29:29. Lakini mstari wa 9 anasemaje huko kwenye Kolosai 2? Anasema mstari wa 9, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Katika nani? Katika Kristo Yesu unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Kwa hiyo siri yote ya Mungu katika 2:2 wa Kolosai imeonekana ni Kristo Yesu. Sasa twende tukaangalie kwa nini Kristo Yesu ndiyo siri ya Mungu. Ukienda kusoma katika kile kitabu
cha Wakorintho wa kwanza 2 kuanzia ule mstari wa 7 mpaka wa 12, mstari mitano tu. Anasema kwamba bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wake. Kwa hiyo zamani ilikuwa ni siri ambayo ilikuwa ni hekima katika siri, lakini sasa Mungu alikuwa ameiadhimia watu wote waje kuijua siri ya Mungu, siri ya Mungu, mambo yote ya sirini waweze kuyajua katika nani? Katika Kristo, ambayo itakuwa ni kwa utukufu wetu. Mstari wa 8 anasema ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja, maana kama wangalijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Anasema maana wenye hekima ya dunia hii, maana wana akili zao na uwezo wao wa kawaida, akili ule ambao wa dunia hii wanayo, na ujuzi mkubwa katika dunia hii, wana IQ kubwa, wana uwezo mkubwa wa kutafakari. Kama wangejua hii siri, wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Maana wangezuia ule mpango wa Mungu katika ukombozi wa Kristo, wasingemsulubisha Kristo. Lakini hawakuijua, ndio maana wakawekwa silini. Ndipo Kristo alipokufa na kufufuka katika sisi, nasi tukafa naye, nasi tukafufuka naye. Katika hilo jambo likafanya siri ya Mungu iweze kujulikana, ambaye ni Kristo. Kwa kumuona Kristo unaiona siri yote ya Mungu, unajua mambo yote ya sirini. Anasema mstari wa 9, lakini kama ilivyoandikwa, mambo hayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia. Tumeshasoma kwenye hiyo Mathayo 6, Mathayo 13, lakini pia tumesoma katika hiyo Kumbukumbu la Torati 29, lakini pia ukisoma Isaya 6 mstari kuanzia 9 soma mpaka 11 kule 12 anazungumza jambo hilo. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo hayo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao, yote hayakuonekana kwao, yalifichwa kwao. Anasema mstari wa 10, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huyachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Roho Mtakatifu ndiyo anachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa hivyo hakuna tena siri katika Mungu, hakuna tena siri katika Mungu kwa mtu yote ambaye amemwamini Kristo, ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Hakuna siri. Anarudia tena mstari wa 10, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huyachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Hata mafumbo ya Mungu, kitu chochote ambacho kilikuwa kimefumbwa, Mungu alikuwa amekiweka wazi katika Roho yake, kwa sababu ile ni Roho ya Mungu inakaa ndani yako. Kwa kama inakaa ndani yako, maana yake inajua yote ya Mungu. Amina. Mstari wa 11 anasema, maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamue ila Roho wa Mungu aliyekaa ndani yako, aliyekaa ndani yangu, ndiye anayetufanya tujue zile siri zote za Mungu, mambo yote ya Mungu. 12 anasema, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokilimiwa na Mungu. Amina. Anasema jambo hilo, maana sisi hatukuipokea tena roho ya dunia, bali tulipokea Roho ya Mungu ili tupate kujua yote tuliyokilimiwa na Mungu, yote ambayo Mungu alikuwa amepromise kwetu, ambaye ameaidia, Mungu ambaye yote ametupatia tuweze kuyajua. Kwa hiyo hakuna tena siri katika Kristo Yesu. Hakuna siri katika Agano Jipya. Hakuna siri ya Mungu kwa wote waliomwamini Yesu Kristo, waliompokea Yesu Kristo. Amina. Mpendwa katika Bwana. Sasa nataka nirudi kwenye kitu kimoja. Nataka nirudi kwenye fundisho la Yesu Kristo kwenye Mathayo 13 kuanzia ule mstari wa 10 mpaka wa 17. Hasa pale kwenye mstari wa 16 na 17 ambapo anasema kwamba heri macho yenu ambao myaona, maana manabii wengi walitamani kuyaona myaonayo, lakini wasiyaone. Walitamani kuyasikia myasikiayo, lakini wasiyasikie. Hii gospel anamaanisha habari njema. Hii habari njema ya wokovu. Aniaminie mimi amekwisha kuokoka. Walitamani kusikia uzima wa milele kwenye maisha yao, katika kuingia katika ule utukufu, si katika kufa, bali kubadilika tena upya. Walitamani kusikia vitu hivyo. Mpendwa katika Bwana, katika kitabu cha Waebrania 12 na ule mstari kuanzia wa 18, tutasoma mstari michache mpaka 23, lakini utaendelea mpaka 29 kule. Tukianza mstari wa 18 nitaenda kusoma. Anasema hivi, maana hamkufikiria mlima uwezao kuguswa. Hapa Paulo anazungumza na Waebrania. Waebrania ndio Waisraeli wenyewe. Anawaambia jambo hili kwa sababu wanajua nini kilichotokea. Anawaeleza kuhusianisha Agano la Kale lakini pia na Agano Jipya katika siri ya Mungu. Anawaambia hivi, maana hamkufikiria mlima uwezao kuguswa, uliowaka moto, wala wingu jeusi na giza na tufani. Vitu vyote vilikuwepo katika ule mlima wa Sinai wakati Mungu anaongea na Musa kupewa zile amri. Anasema hivi, na mlio wa baragumu na sauti ya maneno, ambayo wale waliosikia walisi wasiambiwe neno
lingine. Waliosikia wote wasiambiwe neno lingine, bali Musa, wewe sema na Mungu alafu utakuja kutuambie wewe. Waliongea maneno hayo 20 hivi, maana hawakuweza kustahimili neno lililoamriwa, hata mnyama akiugusa huo mlima atapigwa kwa mawe. 21, na hayo yaliyoonekana jinsi yalivyokuwa ya kutisha, hata Musa akasema, nimeshikwa na hofu na kutetemeka. Musa naye akasema, nimeshikwa na hofu na kutetemeka. Alikuwa akiogopa na kuogopa kumkaribia Mungu. 22 anasema, bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni, bali mimi na wewe, nyinyi wanafunzi, nyinyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi. Mpendwa, bali mimi na wewe tumeufikiria tayari Yerusalemu, tumeingia katika mlima Sayuni, tumeufikiria mlima Sayuni ambao ni mji wa Mungu, ambao tunakaa pamoja na Mungu muda wote. Hakuna tena siri katika jambo hili kwetu sisi, hakuna tena uoga katika jambo letu sisi, maana katika imani ya Kristo nasi tumestahili kukaa katika ule utumishi wote wa kiungu, katika ule utukufu wote wa Mungu. Mstari wa 23 anasema, mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Mpendwa, anazungumza kwamba hawa ni kanisa, ni wazaliwa, mkutano wa kanisa la kwanza, wazaliwa wa kwanza ambao wameweza kufikiria mji mkuu huu Yerusalemu, ambao pia ni wakamilifu na wenye haki. 24 na mwisho tutaishia hapa, lakini utaweza ukaendelea. Anasema hivi, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko damu ya Habili. Yesu Kristo ni mjumbe wa damu ya agano jipya inayonena mema kuliko damu ya Habili. Damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili, juu ya utukufu, juu ya sisi kuingia katika ule utumishi wote wa kiungu na ule wote wa Mungu. Mpendwa, Yesu Kristo anafundisha jambo gani hapa katika kitabu hiki cha Mathayo 13 kuanzia mstari wa 11 na 10 na kuendelea mpaka 17 pale? Mpendwa, anafundisha kitu kizuri kwa habari ya siri ya Mungu, kwamba yeye Kristo Yesu ndiyo yenye siri ya Mungu. Amwamini Yesu Kristo ameshakaa katika siri ya Mungu, ameshafunua jambo lile, limeshafunuliwa katika maisha yake, na ule utukufu wote wa kiungu unakaa ndani yake. Ndio jambo kuu ambalo lilikuwa linamaanisha hapo. Hivyo katika agano la kale, daraja letu tunajenga kwamba Kristo Yesu ameshasimama kama siri ya Mungu. Yote ambayo alikuwa amefunikwa sasa yamefunuliwa, yote ambayo alikuwa hatuyajui sasa yanajulikana. Ule uungu, nafasi ya uungu ambao tulikuwa tuijui sasa tunaijua, maana katika yeye umekaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili, nasi tumetimilika katika Kristo. Hiyo ni Wakolosai 2 mstari wa 10. Nasi tumekuwa watimilifu katika Kristo. Katika sisi, katika hali yetu hatuna utimilifu, bali katika Kristo tumetimilika na ni wakamilifu sana. Mpendwa katika Bwana, natumaini somo hili limekuwa ni la baraka kwako, na kama limekuwa ni la baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata video zetu mara kwa mara pindi tunapo upload. Basi neema yake Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.